Bwana, tumeweza kuona Aziz Ki baada ya kuweza kufunga ndoa, watu wengi wameweza kueleza vitu vingi na kusema kwamba sasa vipi kuhusiana na dada yetu Hamisa Mobeto, kwa sababu tunajua kabisa moja kati ya kitu ambacho kitakachomuuma ni yeye kuweza kumuona Aziz Ki tayari ameshaweza kufunga ndoa, lakini wengi wao wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa Aziz Ki ni halali yake yeye kuweza kufunga ndoa, kwa sababu Hamisa Mobeto alichezea bahati kutoka kwa Aziz Ki, na hapo ndipo ambapo alipoweza kukosea, na wengi wao waliweza kukili na kusema kwamba kwa haya yanayoendelea kwa sasa, huacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kila mtu anaamini katika kile ambacho anachokiamini, na wengi wao wamekuwa wakizungumza mengi katika haya ambayo yanayoendelea na kusema kwamba tutahakikisha bwana Aziz Ki anaenjoy katika maisha yake, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa akiyapitia katika maisha, na wengi wao wanatamani kabisa kuweza kuona Aziz Ki akipitia maisha mazuri, na wengi wao waliweza kuongea mengi na kusema kwamba Aziz Ki ni mwanaume ambaye anajielewa na anajitambua na anajua ni kitu gani ambacho anachokifanya, bali Hamisa Mobeto aliweza kuichezea hiyo bahati, haiwezi kuja mara mbili, na wengi wao waliweza kuzungumza mengi na kusema kwamba huenda kuna kitu nyuma ya panzia, na ndio maana Aziz Ki ameweza kufanya maamuzi magumu kama haya, lakini wengi wao waliweza kukili na kusema kwamba kitu ambacho msichoweza kukijua kutoka kwa Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto ni mwanamke ambaye ana msimamo mkubwa sana. Haijalishi alikuwa anakupenda kiasi gani, ila pale ambapo atakapoona mambo hayaeleweki ndipo ambapo atakapoweza kufanya maamuzi ya yeye kuweza kutambua thamani yake na kujali familia yake kwa ujumla, kwani huwa mara zote anatamani kuweza kuona kila kitu kinakuwa sawa katika maisha yake na haofi chochote kuhusiana na chochote, hasa hata kama Aziz Ki ameweza kufunga ndoa na mwanamume na mwanamke mwingine, bado kwake haitoweza kumshtua, kwa sababu yeye kama yeye sio mara ya kwanza kuweza kuumizwa katika maisha, na ameweza kuongea mengi akisema kwamba mimi binafsi yangu najali sana utu wangu na thamani yangu, siendekezi swala zima la mahusiano na mapenzi kwa ujumla. Napenda kujijali mwenyewe, napenda kujijali familia yangu. Siwezi kumjali mtu mwingine eti kwa sababu tu amenioa ama kuna kitu kikubwa ambacho alichoweza kunifanyia katika maisha yangu. Hata ikitokea leo hii kuna kitu chochote kimeweza kunikwaza, siwezi kuweza kukitilia maanani, kwa sababu mimi ni bora zaidi kuliko hata hivyo ambavyo mnavyofikiria nyie. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo mnazozidi kuona. Mimi nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.